Assalamu alaikum na karibu katika udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Leo ni tarehe 20 ya mwezi Januari mwaka 2026, siku nzuri kabisa, siku ya Jumanne. Nikualike kunako udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Dakika kadhaa za kutazama namna magazeti ya Tanzania yalivyoandikwa kwenye kurasa zake za mbele. Jina langu ni Shehani Mzaina na hii ni Toka Zamani TV. Kubwa ni kukumbusha, kama ndio mara ya kwanza kabisa unaungana nasi, tafadhali subscribe na bonyeza alama ya kengele. Lakini pia tufuate Facebook, Instagram pamoja na mtandao X kwa jina la Toka Zamani TV. Lakini kubwa, usisahau kuacha comment yako kwa kile ambacho unakitazama kupitia hapa Toka Zamani TV. Asante kwa wale wote ambao wamekuwa wakiandika comment. Tunaanza dukuzi siku hii leo kwa kulitazama gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Lakini kubwa, tunapewa nguvu na The Mart Supermarket ambayo inakupa uhakika wa bidhaa mbalimbali za matumizi ya nyumbani. Lakini bila kusahau maziwa ya mtindi na bidhaa za maziwa kutoka Kondiki Moshi, vinywaji aina mbalimbali, mafuta ya kupikia, sausage bora kabisa kutoka Peramio na bidhaa mbalimbali za nyama. The Mart Supermarket inapatikana Dar es Salaam, Kigamboni, Kibada, barabara ya kwenda darajani. Kwa mawasiliano zaidi na The Mart Supermarket piga simu namba 0775946447. Gazeti Habari Leo, habari iliyopewa kipaumbele ni serikali yawekeza uzalishaji wa dawa, yaweka bilioni 25.3 kwenye maabara, vituo jumuishi, wawekezaji kupewa motisha, misamaha ya kodi. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Safari treni ya Tazara kurejea Februari 10, habari katika ukurasa wa 3. ACT, serikali ya umoja wa kitaifa Zanzibar si kipaumbele, habari katika ukurasa wa 7 wa gazeti hili. Waathirika vurugu za uchaguzi wapatiwa tiba ya kisaikolojia, habari katika ukurasa wa 2. Mufti apiga marufuku michango biashara misibani, habari katika ukurasa wa 19 wa gazeti hili. Mtoto aliyesaidiwa matibabu na Samia fariki dunia, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4 wa gazeti hili. CCM yatamba kulea upinzani, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 7 wa gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Habari picha inamuonyesha Rais wa Zanzibar Dr. Hussein Mwinyi akimkabidhi zawadi waziri wa hija na umra wa Saudi Arabia Taufik bin Fauzal Rabia alipokutana naye na kufanya mazungumzo Ikulu Unguja jana. Pamoja na gazeti ya Habari Leo mikononi mwangu, ninalo gazeti Mwananchi lenye habari iliyopewa kipaumbele ni mustakbal wa nchi, Butiku aliamsha awaita wazee, hoja ya kuliponya taifa kujadiliwa, asisitiza tume ya Jaji Chande kuaminiwa, agusia walichojadili na Balozi Polepole katiba mpya matukio utekaji. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 5 gazeti hili, ndugu yake ikisema imeundwa tume. Sasa tume hii ina ubishi. Tume gani? Watu waliomo hatuwaamini. Hili ni tatizo. Sasa kama hatuwaamini, kuna majaji wawili pale, watu wetu wakubwa kabisa. Mimi naomba tuikubali, ndiyo tume ya rais aliyochagua chombo cha kutuletea taarifa. Hii ni nukuu ya Joseph Butiku, ndani wake ni katika ukurasa wa 5. Hatma ya ACT kuingia serikali ya umoja wa kitaifa mikononi mwa kamati, wakati chama cha ACT Wazalendo kikitathmini kuona iwapo malengo ya kuundwa kwa serikali ya umoja wa kitaifa yanatimizwa kwa mfumo uliopo, na kama hayatimizwi, kimesema jukumu la kuifanya tathmini hiyo limeachwa kwa undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 4. Adhabu ya viboko yatua kortini, habari katika ukurasa wa 3. Historia ya kiini viwanja vya michezo kutojali wenye ulemavu, habari katika ukurasa wa 20 wa gazeti hili. Lakini pia gazeti hili imeandika serikali wadau mgosawa ujenzi wa viwanda vya dawa, habari katika ukurasa wa 3, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi. Tunatazama sasa gazeti Nipashe mwanga jamii lenye habari iliyopewa kipaumbele ni vurugu Oktoba 29, Butiku aita wazee kujadili utata uliopo, atoa kauli kuhusu tume huru ya uchaguzi ya vurugu iliyoundwa na Rais Samia, agusia umoja wa kitaifa ukweli, naye kisha hojiwa amkosoa kiongozi. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2, ndugu yake ikisema natamani mazungumzo haya yatakuwa nyenzo muhimu ya upatanisho, kulinda amani. Wazee ni wazazi wa taifa, wana nafasi ya kipekee katika kulinda umoja na mshikamano wa nchi yetu. Hatua hii ni sehemu ya utekelezaji wa maono ya hayati Julius Nyerere, alianzisha taasisi hii kwa misingi ya uzalendo, haki na wajibu. Mzee Butiku. Ipo nukuu ya wakili Maduhu: tusiwe na unafiki au kupanga mada.
ukweli utawale na sababu halisi zilizosababisha matukio haya zielezwe wazi. Hakuna ubishi kuwa wazee wamejaa hekima, busara, hivyo mazungumzo yawe ya wazi na viongozi wawe tayari kupokea maoni yatakayotolewa. Ndugu ya kiongozi nasema Warioba amekutana na Rais Samia siku 4 hazijapita, yupo tena mtandaoni. Inasikitisha kidogo, lakini tunachoomba ni kwamba astaafu vizuri, endelee kupumzika, asiwe na chuki kwa viongozi waliopo, kwa sababu ana uwezo wa kushauri na kufika kwenye mamlaka husika kwa hekima. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa pili. ACT Wazalendo yapigilia msumari serikali Zanzibar, habari katika ukurasa wa pili. Utafiti 76% wa Tanzania wameuza meno watoto nao. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa 4. Mabasi 49 yatoda kunusuru kilio cha mwendo kasi, habari katika ukurasa wa 4. Lakini pia gazeti hili limeandika wakazi wa charuka ujenzi wa jengo eneo hatari kimazingira, habari katika ukurasa wa 3. Walia siku 3 hazitoshi, wagombea 28 wachuana DC RC mtoto wa Jenista. Ndani wa taarifa hii katika ukurasa wa 7 wa gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe Mwanga Jamii. Pata nakala yako, some kwa ndani zaidi. Kila siku Fort Johanna Daycare and Nursery School inaanza na tabasamu, furaha na ujifunzaji unaohisi kama nyumbani. Tunafuata mfumo wa Montessori. Watoto hujifunza kwa kuchunguza, kugundua na kufanya mambo kwa vitendo, huku wakikua kwa uhuru. Walimu na walezi wetu wamefunzwa vizuri, wana uzoefu na upendo mkubwa kwa watoto, kuhakikisha kila mtoto anahisi kuthaminiwa na kujali. Fort Johanna Daycare and Nursery School ni mahali salama na penye ubunifu, ambapo watoto wanajifunza, wanacheza na kujijenga kwa kujiamini. Kwa wazazi wa Kigamboni na maeneo karibu ya Dar es Salaam, usikose nafasi. Usajili kwa mwaka wa masomo 2026 umefunguliwa sasa. Tunapokea watoto kuanzia umri wa mwaka 1 hadi miaka 5. Fort Johanna Daycare and Nursery School, mahali ambapo kujifunza ni upendo. Tembelea au tupigie simu leo kwa namba za simu 0746369615. Nilo gazeti Majira, gazeti huru la kila siku lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Samia aonesha utashi mkubwa sekta ya madini. Ujenzi wa barabara za kisasa kuleta mapinduzi ya huduma barani Afrika. Mchakato wa ununuzi wa helikopta uendelea kwa kasi. Wataalamu wa GST kujengewa uwezo wa habari katika ukurasa wa 4. Dawa na vifaa tiba vya mamilioni vya kamatwa. Mamlaka ya dawa na vifaa tiba TMDA kanda ya Magharibi imefanya operation maalum na kufanikiwa kukamata dawa zenye thamani ya shilingi milioni 822.8 zilizokuwa zinauzwa kinyume na utaratibu. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 5. Serikali yaishauri benki ya AADB kuongeza ubunifu, habari katika ukurasa wa 4. Watuhumiwa utekaji uporaji mbaroni Tabora, habari katika ukurasa wa 4. Wizara ya Maliasili yakutana na kamati ya bunge, habari katika ukurasa wa 3. Serikali ya Samia yawekeza katika elimu ya fedha, habari katika ukurasa wa 2. EU ya haha kukwepa ushuru wa Trump kuhusu Greenland, habari katika ukurasa wa 19. Moyo wa Kichina katika kisiwa cha Pemba Zanzibar, habari katika ukurasa wa 10 wa gazeti hili. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Majira, gazeti huru la kila siku. Tunatazama sasa gazeti Jamhuri lenyewe katika ukurasa wake wa mbele, habari iliyopewa kipaumbele ni Trump aivuruga NATO, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3. Mwelekeo mpya, wadau wasema kauli ya rais yaonyesha njia, wasisitiza pande zote kukaa meza ya mazungumzo. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa 3. Mwaka 2026 tutumie kujenga tulipopaharibu, habari katika ukurasa wa 7. Vijana ni rasilimali ya Tanzania, tuwajenge wawe viongozi bora. Michezo, gazeti hili limeandika Simba Yanga mzigoni CAF, habari katika kurasa za ndani. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Jamhuri. Nalo gazeti Uhuru ukweli daima lenye habari iliyopewa kipaumbele ni mageuzi sekta ya afya gumzo. Serikali imetenga bilioni 25 za ujenzi wa maabara ya kisasa ili kuhudumia uzalishaji dawa, vifaa tiba na bidhaa nyingine. Mchengerwa asema uwekezaji huo unaakisi maono ya Rais Samia Suluhu Hassan ya kujenga sekta hiyo salama na yenye kujitegemea. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 2. Waziri Masauni ataja miradi 82 ya carbon, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3. 6 wasukumwa ndani madai ya kumuua bodaboda, habari katika ukurasa wa 8.
Kihongosi amkalia kooni mganga mfawidhi Singida, habari katika ukurasa wa 5. Kwa Gilwa ataka vitendo zaidi kwa utumishi, habari katika ukurasa wa 8 wa gazeti hili. Rais Samia apongeza ushindi wa Museveni, habari katika ukurasa wa 7. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru kweli daima. Pata nakala yako, some kwa ndani zaidi. Zanzibar Leo kwa kweli na uwazi lenyewe limeandika Dr. Mwinyi apongeza uhusiano na Saudi Arabia. Miradi 82 ya biashara ya carbon yasajiliwa, habari katika ukurasa wa 3. Ujenzi barabara ya Mtambile Kangani atoa tumaini kwa wafanyabiashara, habari katika ukurasa wa 3. Tunapaswa kuwabadilisha vijana kifikra, Shabani, habari katika ukurasa wa 3. Ujenzi wa miundombinu umeimarisha huduma CCM, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 15. Watu 39 wafariki kwa ajali ya treni ya mwendo kasi, habari katika ukurasa wa 9. Dr. Mwinyi afanya uteuzi, habari katika ukurasa wa 2. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Zanzibar Leo kwa kweli na uwazi. Na sasa tukiukia habari za michezo na burudani kwenye magazeti ya michezo na burudani. Mikononi mwangu nalo gazeti Mwanaspoti lenye limeandika jeuri ya Yanga, Mashujaa wakiona cha moto, Okelo Depo wafanya balaa, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2 na ukurasa wa 20. Yanga 6 Mashujaa 0, mchezo umepigwa KMC Complex Dar es Salaam. Msimamo ligi kuu Tanzania bara, Yanga ya kwanza na alama 19, JKT ya pili na alama 17, Pamba Jiji na alama 16, wakati Simba Sports Club wana alama 13. Beka agusa wawili Simba, habari katika ukurasa wa 2. Ratiba inaonyesha Januari 24 Esperance de Tunis watakuwa na kibarua dhidi ya Simba Sports Club, na mchezo wa marejeano ni Januari 30. Mane alivyogeuka shujaa wa Senegal AFCON 2025, habari katika ukurasa wa 10. Ripoti maalum nyuma ya viwanja kutozingatia wenye ulemavu, habari katika ukurasa wa 13. Wako wengi wenye ulemavu kama mimi wanaona shida kwenda viwanjani kutokana na hali inayotupa ugumu kufurahia michezo kama wenzetu wengine. Hii ni nukuu ya Ali Amri, mlemavu wa macho. UEFA mechi zote za Jumanne: Ibodo dhidi ya Man City saa 2 na dakika 45, Copenhagen dhidi ya Napoli saa 5 kamili, Inter dhidi ya Arsenal saa 5 kamili usiku, Madrid dhidi ya AC Monaco saa 5 kamili, Sporting CP wanakipiga dhidi ya PSG saa 5 kamili, Spurs dhidi ya Dortmund mchezo utapigwa saa 5 kamili. Lakini pia gazeti hili limeandika TPL leo Jumanne ni Azam dhidi ya Fountain Gate saa 10 kamili jioni, Azam Complex Chamazi, Dar es Salaam. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanaspoti katika ukurasa wake wa mbele. Magazeti ya habari za michezo na burudani. Habari Leo limeandika Okelo Depo waanza kwa moto Yanga, Beka awatuliza mashabiki Simba, Mosepe amkubali Samia maandalizi AFCON 2027, Mane tungefanya makosa kugomea penati, habari katika ukurasa wa 21. Shime atamba kupambana makundi, habari katika ukurasa wa 23. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii lenyewe limeandika Sadio Mane aibuka shujaa AFCON 2025 kufuatia kitendo cha kuwarejesha uwanjani nyota waliogoma wakati Senegal ikibeba kombe, habari katika ukurasa wa 23. Yanga ya paki lileni ligi kuu bara, Bono kipa bora AFCON 2025, habari katika ukurasa wa 21. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii. Tumalize kwa kutazama ukurasa wa nyuma wa gazeti Uhuru kweli daima lenye michezo limeandika linakuja nyumbani, Tanzania, Kenya na Uganda tayari kwa AFCON 2027, Makonda kutana na rais wa CAF, habari katika kurasa za ndani. Depo Okelo moto, Yanga ikishinda 6-0, habari ni katika ukurasa wa 22. Beka aliana nafasi Simba, habari katika ukurasa wa 23. Edna Lema ipigia saluti JKT Queens, habari katika ukurasa wa 23. Gazeti hili limeandika Sadio Mane shujaa wa Senegal AFCON, habari katika ukurasa wa 22. Muya maomba radhi Coastal, habari katika ukurasa wa 23. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru kweli daima, na gazeti hili linakamilisha rukuzi hapa Toka Zamani TV.